Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam Shafi na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hapo zamani za kale paliondokea mama. Mama huyo alifanya bidii sana ili kukidhi mahitaji yao na vile mtoto wake apate masomo mazuri, aende shule na madrasa na pia amnunulie kitu chenye anahitaji. Sasa mama yule alikuwa anauza mkate kila jioni. Kila ikifika jioni mwenyewe angeenda azungushe mikate yake, mwisho wa siku apate pesa yake ndo yenye itamsaidia kwenye maisha yake ya hapa na pale. Sasa yule mama alikuwa na mtoto aliyekuwa anaitwa Yahya. Yahya alikuwa mtoto mzuri sana. Alimpenda sana mama yake na angemsaidia kwa kila mama yake angehitaji usaidizi. Sasa yule Yahya alikuwa kila siku jioni ikifika angeenda na mama yake wazungushe mikate pamoja, kwa sababu walikuwa wakiishi wao wawili tu ndani ya ile nyumba. Sasa kama kawaida yao, imefika jioni, Yahya ashatoka shule mwenyewe amejiandaa, akagundua kwamba mama yake leo hasikii vizuri. Akamwambia mama, kwa vile leo wewe hujisikii vizuri, wacha tu niende nitazungusha peke yangu. Yule mamake alikuwa ana hofu, akamwambia mwanangu, utaweza? Maanake hujawahi kwenda peke yako, sijawahi kukuachia hata siku moja uende peke yako. Kila siku tuenda pamoja, tusaidiana. Alafu sasa kwenye kile kijiji kulikuwa na maneno kwamba usiku kuna wezi. Sasa yule mama kaingia na wasiwasi, kawa na hofu, mtoto wangu ni mdogo bado, aende peke yake, kuna wezi, aibiwe, na si wenyewe ndo tutategemea hii mikate tu. Yule Yahya akamtia mamake maneno ya kumpa moyo, akamwambia wewe hata usijali mama, mimi nitakwenda niuze hii mikate, inshallah nitarudi vizuri, Mwenyezi Mungu atanilinda. Basi yule mama aliposikia hivyo akasema, mtoto wangu basi na yeye pia ni jasiri, wacha aende peke yake tuone leo venye kutampeleka. Yahya mwenyewe akakusanya mikate yake, huyo akatoka mwenyewe kayoelekea. Sasa yeye alikuwa anamfanya mamake tu amtoe hofu, alimwambia maneno mamake ya kumtoa hofu, ila uhalisia ni kwamba pia yeye alikuwa anaogopa. Nakwambia amesoma dua zote barabarani, ya Rabbi nilinde, mimi nisipatikane na hawawezi, kwanza ni usiku, ni giza, jioni giza lishaanza kuingia. Ikawa ana wasiwasi maskini. Mara katika kuzungusha mikate yake akapatana na kipochi. Gizani hakuna mtu mwenye anamuona. Kipochi kifungua hivi kimejaa pesa, manoti, coins, kimejaa pesa. Akasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ni mwema. Kaeka mfukoni. Lakini akikaa akifikiria akisema maskini, labda mtu mwenye amekipoteza anahitaji zaidi, mimi sijui labda hizi pesa amezipangia nini wala nini, sija ngazichukua na yeye kule maskini ana wasiwasi. Basi yule Yahya akasema sasa nitafanyaje? Ila akaendelea kutembea. Si maskini lakini alhamdulillah tunaweza kujikimu kimaisha, hii mikate yatuingizia pesa na pia tukifanya bidii zaidi, kwa sababu ni jasho letu, Mwenyezi Mungu yazidi kututilia baraka kwenye biashara yetu. Kwa hivyo mimi mfanyaje? Akasema wacha niendelee kutembea, pale mbele kuna msikiti, nimwombe imamu ikifika alfajiri announce kwamba ameokota kipochi. Basi alipofika kwenye ule msikiti akakiweka kile kipochi kwa imamu, akamwelezea mimi nakiokota mali fulani. Kulikuwa kuna giza na hakuna mwenye aliniona, huende kama mwenyewe sasa hivi akitafuta ama vipi, ila inshallah baada ya swala alfajiri ukiki announce maybe huende kama mwenyewe atajitokeza. Ile imamu akafurahishwa na jambo la Yahya, akakiweka alfajiri, akatangaza mwenye amekipoteza kile kipochi. Wakagundua kwamba kulikuwa kuna msafiri alikuwa anasafiri. Yule msafiri ndo alipoteza kile kipochi, alikiangusha kibahati mbaya, akakitafuta hakukiona. Na ndani ya mle kipochi palikuwa na savings zake zote, yani hizo ndo pesa zake mbele nyuma, hana chingine. Asingekipata angeanza maisha upya, na maisha hayo hata sijui angeanzaje, maana alikuwa hana hata shilingi, angekuwa tu omba. Basi yule msafiri alipogundua kwamba kuna mtoto ndo alikiokota akakipeleka msikitini, alifurahishwa sana na jambo lile. Basi akasema mimi nitamzawadi nusu ya thamani ya hiki kiliomo ndani ya hiki kipochi.
Yani ile mali yake yenye ilikuwa ndani ya kile kipochi, nusu kwa nusu aligawanya. Nusu akampa Yahya, nusu ndo akabaki nayo, ikamuendelezea na safari yake. Yahya alikuwa mwenye furaha, alifurahi na wakajiendeleza kwenye biashara yao, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu akazidi kuatilia baraka, na hadithi yangu ikaishia hapo. Hadithi yangu ya leo inatufunza nini? Inatufunza kwamba tumuogope Mwenyezi Mungu kila mahali. Haijalishi kwamba ni pahali kuna giza ama kuna mwangaza. Yani wewe ukionekana na watu ndo wajifanya kama umeogopa Mwenyezi Mungu, ila gizani wewe humuogopi Mwenyezi Mungu. Hapana, tuwe kama Yahya, tuige mfano wa Yahya na tuendelee kufanya mambo mazuri. Inshallah Mwenyezi Mungu atatufungulia milango, na hadithi yangu ikaishia hapo. Tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.